Yes, bwana, mambo vipi? Karibu sana. Ni siku nyingine tena katika pita nimekutana na Kinyago, shabiki wa Simba na mwanachama. Kadi unayo? Mapema sana. Kadi unayo kabisa. Vipi lakini? Za siku. Shwari, habari ya siku. Nzuri. Bwana, moja kati ya kitu ambacho cha kuvutia sana, nimekutana na chuma yake ubaya ubwela, afu jezi, mzigo wa jezi. Jezi za msimu huu. Na mzigo kutosha. J Luti nyekundu na blue. Nyeupe mbona zipo? Nyeupe zipo hizi hapa hizi. Hivi jezi gani ambazo zinatoka sana hapa? Kwa kipindi cha kwanza zilikuwa zinatoka sana nyekundu. Lakini wana Simba baada ya kugundua kabisa kwamba klabu au Simba kama Simba tuna jezi 3, wakaanza kununua zote sasa. Wanachukua nyekundu, wanachukua blue, wanachukua pamoja na nyeupe. Hivi kile kipindi ambacho mnafanya vibaya Simba kwenye kuuza jezi, ulikuwa unapitia wakati mgumu kweli? Wakati Simba inafanya vibaya, mnafungwa huko klabu bingwa, ligi kuu mmedraw na Mtibwa. Kwenye mauzo ya jezi ilikuwaje? Naweza nikasema Simba bwana kwenye jambo lao hawanaga changamoto tofauti na upande wa pili wenzetu. Kwanza wenzetu vya kwao sio wanunuaji, wanapenda sana kupewa bure. Ndio maana unaonaga mara nyingi kama kwenye zile supu ndio watu kwenye supu huko anapigwa na jezi 3 anaondoka nazo kwenye supu. Yani mtu bila kutoa hela yoyote. Sasa huyo atakuwa na uchungu. Zaidi ni watu wa makere. Lakini Simba nashukuru Mungu, changamoto zote ambazo tumepitia, lakini Simba tunafanyaga biashara kwenye jezi na pia tunafanya biashara kwenye bidhaa mbalimbali za Simba. Hususani kiangalia mtani katufunga takriban mara 6 mfululizo. Lakini huwezi kuamini ni Simba peke yake ambao tunafanyaga biashara kwenye jezi kwa asilimia kubwa. Wazabuni wetu wote ambao wamepita wamepata pesa nyingi sana kwenye hususani kwenye biashara ya jezi. Kwa nataka kuniambia kwa Tanzania Simba ndio timu ambayo inauza jezi kuliko timu yoyote ile? Yani kwanza naanza kusema kwa Tanzania Simba kama Simba ndio timu moja, yani timu moja pendwa ya mpira wa miguu ambayo inacheza mpira kihalali kwa 100%. Na ndio timu bora ya mashabiki bora kweli ambao wanaipenda sana timu yao. Kwenye changamoto wamo, kwenye mazuri pia wamo. Huwezi kuona mshabiki wa Simba imepotea takriban mara hususan wenzetu wa upande wa pili wangefungwa kama sisi takriban mara 6 mfululizo, wasingenunua jezi tena. Kwanza hata kuzivaa, sio kununua tu, hata kuzivaa. Sasa hizi ukiangalia mtaani mashabiki wa Yanga japo timu yao inafanya vizuri kwa takriban kipindi kikubwa, lakini sio wavaaji wa jezi. Watu wavai. Ukiangalia juzi tumeenda pale kwenye mechi ya Simba na Yanga pale Zanzibar. Asilimia za mashabiki wa Yanga na Simba waliovaa jezi, ukiangalia Simba wamezidi kwa 100%. Yaani kwenye mashabiki wa Simba 100, Yanga wako 4 hadi 3. Sasa ndio ujue wenzetu si wanunuaji wa jezi zao. Japo sasa jezi zao bei ndogo. Ukipewa 3 yani 10,000 unapewa jezi 3, na kama uondoke unapigwa na nyingine ya 4 uondoke nayo. Wenzetu hao. Sisi Simba angalia toka jezi tajiri ameshusha bei 12,000. Ofa ilikuwa Krismasi na mwaka mpya ambao ofa imezidi kuendelea kwa 12,000, lakini wana Simba bado wamenunua jezi kwa asilimia kubwa. Lakini wenzetu japo 3,10,000 lakini hamna anayeulizia jezi. Mimi nimetembea mikoa mbalimbali huko kuuza jezi za Simba. Watu wanauliza tu jezi za Yanga zipo. Naambia jamani, mimi kama mimi nitakuaje na jezi za Yanga kweli? Ubaya ubwela Kinyago wa Simba niuze jezi za Yanga kweli? Wanasema wewe unafanya biashara. Naambia jamani, mimi nafanya biashara kweli, lakini ni ya jezi ya klabu yangu pendwa tu. Lakini nimeona wengi wanauliza kwa unikebei tu, lakini sio wanunuaji. Kwa kama unavyoona mwitikio ni mkubwa, mikoa yote ambayo nimepita wana Simba wananunua jezi kweli, na hapa Dar es Salaam pongezi kubwa kwao, na pia pongezi kubwa kwa madereva malori wengi sana. Wawe wa Yanga hadi wa Simba wamenunua sana jezi safari hii. Jezi za Simba. Hadi watu wa Yanga cha ajabu zaidi. Yaani watu wa Yanga wamenunua jezi za Simba. Sana hususan niko pale Malawi au niko boda pale Tunduma. Madereva wa malori wanaendesha malori kwenda Kongo, yale ya mafuta, yale ya vichanja au container, wanachukua jezi 3. Mtu wa Yanga kabisa namuona ndani na bendera ya Yanga lakini anachukua jezi. Anasema nikiambia kwa nini, anasema bana mimi jezi ya Simba ujue nachukua kama jezi ya mtoko, yani jezi ya kuvaa, ni anavaa na enjoy. Lakini kwa sababu mimi ni upande wa pili Yanga, lakini acha nichukue jezi kwa sababu nimetengeneza jezi ya msimu huu kali. Sasa kama jezi ya msimu huu kali kiasi hicho hadi mtani kavaa, sipati picha jezi inayokuja, itakuwa ni hatari sana. Kinyago Tabata niko mtaa kwa mtaa, na kisha kila mtu anavaa uzi mkali kabisa wa ubaya ubwela. Na mimi nahakikisha mtu anaskani kwanza ndio analipa. Ndio analipa. Lazima uskani kwanza. Yani unaskani kwanza ndio unalipa. Jezi wenzetu uweze kujua hii fake, hii original uweze kujua. Kwa hiyo wanabidi wanunue tu. Ndio maana kuna mashabiki wa Yanga hadi sasa hizi wanajua baadhi jezi zao bado zinauzwa 45. Wakati
siri yangu. Jezi za mtani. Tuishie hapo ndugu yangu. Tulikuwa tunachachawiza kidogo kwenye uzaji wa jezi. Nimependa sana ubunifu wako. Ndio. Nimeona upo na mnyama kwa hiyo ndio unatangaza wewe. Moja kwa moja. Bana jezi. 15,000 50. Unazunguka hapa Kinyago Saudata. Mtaa kwa mtaa. Mtaa kwa mtaa. Bana naam. Tutoke hapo tugusie kwanza mechi ya dabi. Nimeona kwa mara ya kwanza Simba imefurahia sare. Yaani kupata sare na Yanga amefurahia, yani kwani imekuwa ni sherehe? Hapana, kwanza Simba hatujafurahia sare. Ndio, Simba ni timu moja ya mpira wa miguu. Sisi tunafurahi na tunaenjoy Simba yetu ikiwa anacheza mpira mzuri ambao tunafurahisha wana Simba. Ukishaona mfano usajili uliopita, yani usajili uliotiki asilimia kubwa si Dirisha Dogo. Wale ambao wameondoka walikuwa wanacheza sana kwa asilimia kubwa, lakini ukiona mashabiki wanaondoka hawajafurahishwa. Simba hata tukifunga goli 3 tunaangalia wachezaji wetu wamechezaje. Ndio tunachofurahi sisi, tunaenjoy timu ikicheza vizuri. Lakini ukiangalia mechi ya mtani, sisi kwa asilimia kubwa, ni kwa jicho langu nilikuwa naamini mpira wa miguu na matokeo matatu hata kama tutafungwa. Yaani ulikuwa unaamini kwamba hii imeenda kupigwa ya 7. Hapana, wazo kupigwa ya 7 nilikuwa sina, kwa sababu niliangalia. Hapana, unajua kwa nini nakwambia? Niliangalia mechi ya mwisho Simba na Dodoma Jiji. Kwa mechi moja hatari, tough sana. Dodoma Jiji walikuwa Waarabu wa Bongo, walikuwa wanalinda, wanaanguka, wanapoteza muda, lakini walisachiwa mpaka dakika zote zilizoongezwa, lakini tulitoka sare. Lakini mechi ya mtani, nilikuwa naangalia mechi ya mtani, mechi ile alicheza naye ya mwisho, alimfunga KMC JKT goli 5 bila. Sasa nikasema JKT ndio timu ambayo tunaonaga inatusumbua sisi Simba, na pia ilikuwa inasumbua Yanga kwa asilimia kubwa. Kuna nini hapa katikati kimeingia kwa JKT na Yanga? Kwa nini JKT ya loss body zote zile? Kwa kweli niliumia sana, nikasema uongozi wa JKT inabidi waliangalie hilo. Lakini nikaangalia pia Yanga, kwa nini wameshinda magoli yote haya? Je, yote magoli ya ni uzembe wa timu pinzani au ni uzoefu au ni uwezo wa timu ya Yanga? Lakini nikasema ngoja kipimo hasa acha Yanga, twende tukakutane kule kwao ambako wametupeleka Zanzibar. Kinyago Tabata, nikasema ngoja nivuke maji. Nikaondoka na mzigo wangu mpaka Zanzibar. Kaangalia mapokezi ya wanasimba wa kule, wakasema hii mechi ya dabi hii itakiwa ipigwe Benjamin Mkapa ili kusudi iwe noge kwa timu hizi jinsi zilivyo hadi sasa. Mbona Simba wanaonekana wana kiwango cha ajabu cha hatari, itakiwa kuwa na mashabiki wengi wa kutosha, lakini uwanja wetu mdogo. Lakini ngoja tukaone baada ya dakika 90 tutapata nini. Kwa kweli mechi ilikuwa tough, mechi kali, mechi nzuri. Yanga wamepoteza muda sana, yani Yanga wamemilikiwa mpira vipindi vyote. Simba tulikuwa na bahati tu. Tungekuwa na bahati Yanga alikuwa anakufuata goli 5 au 4. Ila nyie mlikuwa na bahati, Yanga hakuwa na bahati. Hakuwa na bahati. Yani kwa nini nyie mlikuwa na bahati Yanga? Simba tulikuwa tuna bahati kwa sababu performance ilikuwa ni asilimia kubwa sana. Asilimia kubwa imewasidia kweli kwenye process. Yani process na tumefanya kila kitu. Wao walikuwa kazi yao kuangalia sisi tunakosea wapi, labda wakatuadhibu kwa counter attack, lakini bado walikuwa wanashindwa. Lakini Simba tuliwazidi kwenye kila kitu, lakini tumegonga miamba sana, tumekosa alama nyingi. Selemani Mwalimu akaweka ilikuwa offside ile. Hamna offside pale. Goli ambayo haina chokochoko. Yaani goli safi. Kwa sababu mimi nilikuwa na mashabiki wa Yanga kule na tulikuwa tunatazama hivi. Wakasema bwana, kweli hii goli ambalo halina chokochoko, mmenyongwa goli. Wao wenyewe wakasema, hasa kama wao wanasema mmenyongwa goli ambalo lizuri halina shida. Ile goli kaka anakuambia lingekuwa kwa upande wa Yanga. Yaani ni mapema sana. Yesu alinyongwa offside. Hajanyongwa offside. Kwanza ile ya Dube ile kachomoka. Kwanza Dube anakuambiaje? Ile sio offside. Hata kama ilikuwa offside, Dube anajulikana. Dube kwenye mipira mizuri ambayo anaweza kwenda kufunga aende kufunga. Lakini mipira ambayo ya shida ndo anaweza akakupa matokeo Dube. Tushamzoea Dube. Kwa hiyo pale kwanza kwanza hata hakufika hata kwenye 18 ya goalkeeper, na kwa ilikuwa bado yuko mbali sana. Kwa hiyo haikuwa offside ya Dube, lakini Simba tumepata goli nzuri kabisa ambalo halina mushkeli. Mimi Kinyago Tabata nasema pale wa kumlaumu au kwamba mimi kwa kumshtaki au kumfungulia mashtaka lazima ni wa kule. Mimi adhabu ya kwanza Kasimu Mpanga. Ni Kasimu Mpanga alikuwa line 1. Line 1 yule. Sasa yule afunguliwe mashtaka. Yule angepigwa mwaka mmoja. Wapi sasa mwaka mmoja? Yaani afungiwe asichezeshe mpira. Nikajua jela kama alivyosema rais. Rais wa shirikisho alisema kwamba muamuzi ambaye atakosea atafunguliwa mashtaka mahakamani. Basi rais kasema, lakini mimi ningesema asimamishwe kuchezesha mpira mwaka mmoja. Ile ilikuwa tight ile. Yaani kafanya makosa makubwa. Ile ilikuwa ngumu ile. Hapana, sio haina ugumu wote kwa sababu angalia mikimbio na yeye alipokuepo na akaamua kwamba offside wakati hakuwa kwenye ile line. Na maana alikuwa nyuma, hata mikimbio yake alichelewa kukimbia kwa hakika kama je offside au offside. Kwa hiyo ile ni clear goal ambayo halina mushkeli yote, lakini
niwapongeze wachezaji wa Simba, wamewafurahisha wana Simba na pia wamenirahisishia hata mimi kuuza jezi. Hadi sasa hivi naweza nikaamua nitangaze shilingi ngapi. Kwa mfano unavejaje hapo, kwa mfano sasa Ofa jipatie jezi ya Simba kwa shilingi 50,000 tu. Una skani kwanza ndio unalipa. Yaani najiamulia mimi kutaja bei, achana na tajiri wangu kasema 12,000. Lakini mimi Kinyago Tabata kutokana na performance ya Simba yangu ya siku ya tarehe 1 kwa mtani alivyokokotwa mtani, nasema ofa jipatie jezi ya Simba kwa shilingi 50,000 tu. Una skani kwanza ndio unalipa. Ubaya ubwela. Wana Simba mnajeuri sana. Tunajeuri sana. Wachezaji wamecheza vizuri. Tumefurahisha wana Simba. Kila nakoenda saa hizi. Shabiki wa Simba. Jezi 50,000. Jezi unaweza kwa 50,000. Shabiki wa Simba ambaye anavaa small akiona hata X3 anachukua. Yaani hiyo ni draw tu. Draw kwa Yanga tujeze 50,000. Yani sio draw kwamba performance. Achana draw. Performance kwa sababu mimi nasema ile goli tuwape Yanga la kwao. Tufanye zile point tumegawana pale point moja moja. Tuwape Yanga. Sisi tumefurahi Simba yetu imecheza vizuri. Sasa Yanga wana mechi na Singida. Bonge moja la game. Hakuna game hapo. Hakuna game. Umeanza. Kaka mimi nakwambia Yanga anashinda. Yanga unajua Jogo hayupo, Pakome hayupo. Uongozi wa mpira nasemaje? Nakwambia hii kaka, chukua uongozi wa mpira, uongozi wetu wa mpira. Natakiwa waangalie kwa mapana zaidi. Kwa nini shabiki anasema Yanga hii kwa mechi hii kama ndo matokeo haya hivi? Kweli wana uwezo kama wanavyosema watachukua hadi 2000 na ngapi? Na 30. Wanaweza akachukua kwa matokeo yale ambao kama yale. Kwa kubebwa kule walai wanaweza akachukua kwa sababu inaonekana kabisa sio timu ya mpira, sio timu shindani. Mimi napenda Yanga angekutana na timu kama Dodoma Jiji wakacheza vile. Binafsi ndio Singida sasa. Hakuna kaka, Singida zinakuwa ngumu hizo mechi. Singida na Yanga zinakuwa ngumu. Utaona mechi inayofuata hii mechi na Singida unaweza kuona Singida akafunga goli 4 au 5 tena. Yanga wakafurahi. Kwa hiyo Singida ikikutana na Simba anamkazia. Yaani nakwambia timu bora, timu ambayo inapambana hapa ni Simba na Azam tu Tanzania. Bwana, kuna wachezaji wengi sana Simba wamesajiliwa dirisha dogo, lakini nikiangalia hapa naona Chama, Mfalme, Lowemba. Vipi, kuna nani nama yote? Huyu kuna Gue. Le Basegie. Huyu bwana. Senegali huyu. Huyu ni mtu mmoja hatari sana. Kwanza kwa nini umeandika? Kwa nini umeandika hawa? Yaani hawa kwanza kuna Anicet Oura. Ndio. Jezi zangu mimi kama hizi, yani hizi kwa sababu jezi za Simba zote nazo 3. Lakini pia sio 3 tunaoga naongeza kwa sababu si bei ndogo na pia ni jezi zetu za Simba Sports. Mimi sina nguo nyingine za kuvaa zaidi ya jezi za Simba. Za Simba na hizi. Kwa hiyo na hizi ambao nimeweka hawa wachezaji wangu pendwa, lakini pia na uniform nyingine ambazo zina majina zina wachezaji wengine. Kwa hiyo nitaendelea kuweka game hadi game tafu au game nzuri ambao wananionyesha, basi nitazidi kwa nadi kwa sababu ndo hata wachezaji wenyewe wakiona hivi wanafurahi kwamba Kinyago Tabata ameniona, anajua kazi yangu. Kwa hiyo Mwamba Lusaka ambaye mimi namuita mwalimu au teacher ambaye anawafundisha wenzake kwa kazi ambayo ameifanya kwenye Simba. Miaka ile akaondoka, akaenda vilabu vingine kutafuta ugali, akaona hakufai, akarudi tena Simba kuitumikia Simba. Baada ya kuona Simba inalegalega akaona akaje ongeza nguvu. Nampongeza sana kwa asilimia kubwa, anafanya kazi kubwa sana kwenye Simba na pia anawafundisha wachezaji wenzake. Lakini wachezaji hawa ambao unawaona na wanadi, sasa hivi nasema na wanadi. Wachezaji ambao viongozi wa Simba wanatakiwa wapongezwe. Hawa ambao wana snitch viongozi kwa namna moja au nyingine, wanapenda tu kwenye mazuri, wanasahau yani kwenye mabaya ndo lakini wana snitch viongozi. Ila kwenye mazuri hawasemi. Ulipogusia hapo kwa mashabiki hao wana snitch sijui nini na kadhalika. Wewe ulikuwa upande gani? Ulikuwa upande wa mwenyekiti ama ulikuwa upande wa tajiri? Maana tuliona kuna mashabiki walikuwa na mpasuko yani. Mashabiki walikuwa na mpasuko. Mimi bwana. Ulikuwa upande wa mwenyekiti Magungu? Mimi kusema kweli nipo upande wa viongozi. Yaani mimi na support viongozi kwa kipindi ambacho wapo. Sababu najua kiongozi kuna muda atatumikia, kuna muda ataondoka. Kwa hiyo kiongozi wakati huu yupo kwa asilimia kubwa lazima nimuunge mkono kwa sababu kwenye mimi hadi leo ukiniuliza kwenye hao usajili huu mpya wa dirisha dogo nani katoa hela, sina majibu. Sasa nitamsinichi Mo nitakuwa na akiti mama? Kweli. Siwezi kuwa na akiti mama. Siwezi nikamwambia Mangungu bwana hafai. Sina vigezo. Mangungu naona kila kwenye timu Simba ambapo yupo. Kwenye harakati ambazo tunajiona si harakati za mpira namuona anapambana yupo. Anajitoa kwa asilimia kubwa, anaacha shughuli zake anajitoa kwa sababu ni mtu ambaye sometimes naweza kusema halali kwa sababu kuiongoza klabu kama ya Simba si kazi ndogo. Kwa hiyo siwezi kumstitch Mangungu kwa 100%, hata kwa 100% kwa sababu nitamuunga mkono kwa wakati huu ambao yupo, nitamsupport kwa kila
aina ya kumsupport, lakini utafika wakati wake ataondoka, watakuja wengine. Ndio iko hivyo kama uongozi. Kama unavyoona serikali, kuna kipindi yuko huyu, akitoka na kuja mwingine. Kwa hiyo siwezi kumjaji Mangungu wala nani wala Mo, kwa sababu kwanza Mo nikisema ni mkashifu kwenda kuwa simtendei haki kabisa. Nikiangalia toka tumetoka alikotutoa hadi hivi sasa, nampongeza na muunga mkono kwa asilimia kubwa, kuanzia kwenye viwanja vyetu, kwenye kila kitu ambacho amekifanya hadi sasa. Usajili ambao ameufanya kwa kuongeza kwenye pesa ambazo zinapungua anaongeza, hata kama hawezi kuzitoa public kila mtu ajue, lakini viongozi ambao wanazipata wanajua. Na kwa sababu kikubwa ambacho nakipenda kwenye uongozi wa Simba, sijai kuona mchezaji wa Simba takriban miaka misimu 4 5 au 6 au 7 akisema hajalipwa mshahara wake kwa wakati. Hakuna mchezaji wa Simba ambaye amedai strike zake kwamba sijalipwa mshahara wangu, sababu wale kaka wanachukua kila baada ya tarehe 18 au 19 au 20 mshahara wao mapema kabisa. Wewe umejuaje? Sasa nisijue kaka tena mimi kinyago Tabata. Wachezaji wa Simba hakuna mchezaji ambaye anachukua hela nzuri kama mchezaji wa Simba kwenye ligi yetu. Wakati unatoka Zanzibar niliona ulikuwa na wachezaji pale kwenye boti unapiga nao picha. Hivi Lowemba na Jean Charles Ahoua. Nani mchezaji mzuri sana? Tumemwona Ahoua amefanya makubwa lakini kaondoka. Lowemba vipi? Niambie nani mkali? Kwa haraka naweza nikasema wote wakali, kwa sababu Ahoua amefanya mengi na kaondoka. Ubora uko. Lowemba toka amekuja hadi saizi nadhani mechi hata 10 hazijafika. Lakini kwa hiyo tumpe muda, na ni mchezaji tishio na mchezaji hatari ambaye anaweza kutufikisha pia mbali Simba. Kama Ahoua katufikisha pale alipoondoka, lakini naamini huyu kwa machachari yake na hatari, sababu machachari yake ni hatari zaidi, ni hatari yule mchezaji. Yanga wameteseka, yani wengi mashabiki wa Yanga, ndio maana ukiangalia hata katika kurudi sio kwamba ile boti la Azam ilikuwa linashindwa kutubeba mashabiki wa Simba na Yanga au wachezaji wa Simba na Yanga. Yanga wakasema ngoja tubaki, tusubiri timu kubwa pendwa iondoke, kwa sababu kama unavyoona yani Yanga wamerudi kwa kujificha. Na ndio maana yeye ndio ameweka hadi sherehe kama vile mmewafunga. Hata kwa najiuliza Simba amemfunga Yanga kumbe ni draw. Simba tujaweka sherehe. Simba sisi tumefurahishwa kwa performance ya timu yetu. Tunaamini msimu huu ligi ya mabingwa tutafanya vizuri sana. Msimu ujao ligi ya mabingwa tutafanya vizuri, kwa sababu kama hii dirisha dogo wachezaji wamekuja, alafu tunaona hawajajuana kwa muda mrefu, lakini performance tunaiona kama hii. Ile juzi kaka, nikupe siri, nilikuwa nimekaa na mashabiki wa Yanga walikuwa wanasema unajua Zanzibar tofauti na hapa Benjamin Mkapa, kule mnajichanganya. Sasa kina nini kule Kizanzibar walikuwa wanakuambia? Sasa Kizanzibar tunajaribu tu ile kinyago. Hapana, kikubwa wengi nilikuwa naona ni wabongo wa Tanzania bara. Walikuwa wanasema bana, hii mechi kwa kweli tunamshukuru mwalimu wa Simba hajamuingiza yule bwana mdogo nani? Morris Abraham. Wakasema yani Mwamba Lusaka bora acheze yeye mwanzo mwisho. Akiingia Morris Abraham tunakufa. Yaani tunakufa haraka na timu yetu itachoka zaidi. Sababu Abraham si bwana mdogo, afu mikimbio mingi, umri mdogo sana. Anautaka mpira mwanzo mwisho. Alafu yeye akichukua pasi moja kwa moja anaangalia mbele. Kwa hiyo walifurahi Morris Abraham kuto kuingia. Kwa hiyo niwaambie wana Simba tuendelee kuipenda Simba yetu. Wachezaji wetu wazuri tunao. Kikubwa tusitoke kwenye mfumo. Ukiona mtu anataka kukurudisha nyuma, achana naye. Mtu ambaye anasababisha saizi kuleta pressure kwenye uongozi, huyo ni mchawi namba 1. Tena afai, ndakiwa pingwe vikali. Yaani shabiki yote ambaye saizi anataka amsnitch kiongozi yoyote, nyinyi ambaye mnamuunga mkono natakiwa pia mchunguze, kwa sababu saizi timu tayari imeshakaa sehemu nzuri. Kwa hiyo hata kama tungepoteza na Yanga juzi, lakini tuna timu nzuri, tuna hakika tunaweza kufanya vizuri. Mechi bado kwenye ligi hii, mechi bado tunaamini tutafanya vizuri. Wapo watu watakaooga goli 4 5, lakini sisi hata tukishinda goli moja na timu yoyote kwenye hii ligi tunafurahi, lakini kutokana na uchezaji wetu, uchezaji wa timu. Bwana, kameramani wangu ni shabiki wa Yanga. Vipi jezi tunampatia jezi? Kameramani wangu kwanza ni shabiki wa Yanga bwana. Atakubali kuvaa jezi. Hata ile kwanza tumpe ile ajaribishe. Mimi nichukue kamera tumvishe tuone atavopendeza. Sasa ungechukua begi langu, sababu jinsi nilivyofunga, chukua begi langu liko kule ndani. Ile na jezi. Bwana tusaidie kuchukua begi ndugu yangu. Tusaidie kuchukua begi hapo, tumpe kameramani hapa. Mimi atachukua kamera apendeze, avae tuone yani.